na hizi timu mbili Coast pamoja na Namungo kwa JKT labda ni asilimia zinaweza zikawa 3 au 4, kwa sababu wao wana idadi ya wachezaji ambao wapo walikuwa nao toka msimu uliopita. Safu yao ya ulinzi ile nikitazama, labda ingizo jipya ni upande wa fullback ya kushoto, na mwalimu anaamua kumtumia mtu mgeni Mwinyi. Wakati huo yupo Karimu, aone kama anaweza kumtumia Bryson, hayupo, lakini wale wengine wapo pale. Makosa ambayo niliyaona umeyafanya kwenye mchezo dhidi ilikuwa ni Police Tanzania, wakapoteza mabao 2-0. Namna ambavyo nafasi nyingi kipindi cha kwanza TRA walizipoteza. So hicho ndo nadhani Ahmadi anatakiwa, kwangu mimi nafikiri anatakiwa kuwa nacho makini sana, hususan kwenye dakika za kwanza. Timu yake inachelewa sana kuingia kwenye mchezo. Kipindi cha pili wanacheza vizuri. Hata mechi ile ya Polisi kipindi cha pili JKT walicheza vizuri, lakini dakika 45 za kwanza hazikuwa vizuri. Nimeona Yanga wakicheza dhidi ya Coastal Union. Man of the match kwangu kwenye ule mchezo alikuwa ni Chuma, goalkeeper wa Coastal Union. Huyu ndio alizuia dhahama na kuwachelewesha Yanga wasiwe timu ya kwanza kufunga idadi kubwa ya mabao, mpaka Geita wakaja wakawa overlap kwa kuwafunga Kagera Sugar. Sasa naangalia performance ya goalkeeper Chalamanda kwenye mechi hizi mbili. Kuna mechi dhidi ya Police Tanzania, mashambulizi hayakuwa mengi sana, lakini kwenye mashambulizi machache walioenda walifanikiwa kufunga goli 2. Though kuna goli pale yeye huwezi kumweka kwenye lawama, lakini moja ilikuwa ni off timing ya kwake. Naangalia hiyo pace waliokuwa nayo, lakini siwezi kuacha kuwatazama pia ubora ambao na wenyewe wameuonesha, hususan kwenye front 3 kama wakiwa na Mohamed Bakari ama Mudibeka, somebody Magata, bwana mdogo ambaye ametoka Mtibwa. Kuna namna fulani hivi wapo, lakini Geoffrey Luzendaze pamoja na Hassan Kapalata kwenye midfield. Geoffrey Luzendaze amefunga bao 1, lakini kwenye mechi dhidi ya Police Tanzania nafasi nyingi ambazo zilihusika kwenye zile chances ambazo zilikaribia kuwa magoli kwa JKT Tanzania zilimhusisha yeye. Sasa hizo ni point chache ambazo nimeziona kwao. Tayari wana alama 1 kwenye mechi 2. Wanaenda kucheza dhidi ya Young Africans. Mechi walizocheza 3 mwaka jana, zote nadhani Yanga aliibuka alishinda zote, ikiwepo moja ya FA ambayo alishinda 2, akawafunga 5 kwenye ligi, na nyingine sikumbuki namba ya matokeo, lakini alishinda pia. Yes. Sasa tazama namna ambavyo wamekuja sasa hivi, kiu waliokuwa nayo, nguvu, hari, morali waliokuwa nayo, wachezaji wao wapya kwenye eneo la juu. Kangwanda anaonekana kuzoea siku zinavyosogea. Peter Shalulile, moja kati ya kitu ambacho kimekuwa faida zaidi kwa Yanga ni defense, kuweka jicho zaidi kwa Peter na kuacha space kwa watu wengine. Umeona muda anafunga yale magoli, umeona Max anafunga zile goli. Nafasi ya kusema namba 6 labda ataangalia viungo wa ushambuliaji wakati wa Yanga wanakuja wakiwa huru, wakipigiwa zile cutting back toka kwa walinzi, nani aende kumaki, inashindikana kwa sababu wale kwa namba kubwa wanaenda kumwangalia Peter Shalulile. Sasa Peter Shalulile akiwa una mark na watu 2 au 3, unaacha wachezaji wengine wa Yanga wanakuwa na nafasi ya wazi kuweza kukudhuru. Ndicho ambacho kilitokea kwa Coastal Union. Unaweza kumtazama kwa sababu ndio mshambuliaji kinara kwa historia yake, kwamba anafunga zaidi na anatengeneza dhana madhara, lakini usiweke ile attention yote ya ulinzi ya mie kwake, kwa sababu wao wengine watakudhuru, na naamini Ahmadi ana uwezo wa kufanya hiyo kazi ya kustadi vizuri na kwenda kufanya, lakini nafasi ya wao kushinda inawezekana, na iacha kwenye nafasi ya mbinu na mwalimu alivyojiandaa, lakini nafasi kubwa anawapa Young Africans. FM.